Dhambi ilikuja juu ya tatizo. Tupate kuelewa kwamba kwenye wazo la Mungu, dhambi ilikuja juu ya tatizo. Dhambi ilikuja juu ya tatizo lililokuweko tayari. Dhambi ilikuja juu ya tatizo lililokuweko tayari. Dhambi ilikuja kwa sababu mwanadamu alireject, alikataa kile Mungu alikuwa amekusudia kwake. Kwa nini dhambi ilikuja? Ni kwa sababu mwanadamu alikataa kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia kwake. Mungu alikuwa amekusudia nini? Mwanadamu apokee uzima wa milele. Mwanadamu apate kuishi milele, asipotee. So dhambi ilikuja kwa sababu ya rejection ya mwanadamu kwa kile ambacho Mungu amekusudia kwake. Alipokataa kile Mungu amekusudia, kahesabiwa kwake kwamba ametenda dhambi, kawa amekosea. So mwanadamu alitengeneza tatizo juu ya tatizo. Akaharibu ufahamu wake kabisa. Akafa kiroho. Akafa spiritually. Mwanadamu aliharibu ufahamu wake. Kukataa mpango wa Mungu, akaharibu ufahamu wake. Akafa kiroho. Kafa spiritual deaths. So kwa sababu ya dhambi, mwanadamu alipokea nia nyingine ya dhambi ndani ya moyo wake. Kawa na nia ya dhambi. So nia yake ikawa ni dhambi. Nia yake ikawa inawaza kuhusu dhambi. Inawaza kuhusu upotefuni. Ndio maana anawaza dhambi. Nia yake inawaza dhambi siku zote. Dhambi siku zote. Dhambi siku zote. Dhambi siku zote. Na leo hii imesababisha watu wengi leo ufikiri kwamba ujumbe wa Injili ni kuhusu dhambi zao zimesamehewa. Yaani wanafikiri huo ndio ujumbe mkuu wa Injili. Ujumbe mkuu wa Injili ni kumfanya mwanadamu awe hekalu la Mungu. Glory to God. Ni kumfanya mwanadamu aishi milele. So leo watu wamepaki kuona dhambi kwamba Injili imekuja kwa ajili ya dhambi. So leo dhambi imekuja juu ya tatizo. So unaweza kuhubiri Injili kwamba dhambi zetu zimechukuliwa, aminini katika mpango wa Mungu wa kuwafanya muishi milele. So msifocus katika dhambi tena. Bwana amepepa dhambi kupitia Yesu Kristo. So ni vizuri kuimba kwamba dhambi zetu zimesamehewa. Ni vizuri sana. Ni vizuri tuimbe kwa bidii, kwa sauti kwamba dhambi zetu zimesamehewa milele. Lakini sisi lakini tuelewe kwamba dhambi zetu zimesamehewa milele, lakini tumepokea kitu cha msingi ambacho Mungu alikusudia tuweze kupokea. Tumepokea nini? Maisha ya umilele, uzima wa milele, Roho wake ndani yetu. So tunapokuwa tunaimba kwamba dhambi zetu zimesamehewa milele, tunaelewa kwamba sio sisi na Mungu, bali ni mimi na mimi mwenyewe, kunisaidia mimi. Yaani ninaposema dhambi zangu zimesamehewa milele, hiyo inasaidia nia yangu kuweza kujua kwamba dhambi zangu asipo. Manake ni focus kwa kile Mungu
alikusudia. Glory to God. Kwa sababu Biblia inasema tunapokuwa tunasameana, yaani tunapokuwa linakuja swala la msamaha. Msamaha ni sisi tusameane, si ndio? Na kukosea wewe, sameheni, sameheneni ninyi kwa ninyi. Haleluya. Ili tusiwe na dhamira ya kukuona kwamba wewe ni mwenye dhambi, si ndio? Tunasameana sisi kwa sisi ili tuhudumiane, ili tuishi kwa amani. Haleluya. So unaposema tumesamehewa milele, tunaimba tumesamehewa milele, inakusaidia nia yako wewe kukua katika mkao wa kuona kwamba dhambi si tatizo tena, ni focus katika mpango wake. Haleluya. Mpango wa nini? Mpango wa Mungu wa mwanzo. Glory to God. So injili ni zaidi ya dhambi kusamehewa. Msamaha wa dhambi, msamaha wa dhambi zako kwamba zimesamehewa, ni kusema yale mambo ambayo yalikuwa yananipa wasiwasi yameondolewa ndani ya Kristo. Sasa tunaposema dhambi zetu zimesamehewa, dhambi zako zimesamehewa, ni kuonyesha kwamba mambo yaliyokuwa yanaleta wasiwasi, mambo yaliyokuwa yananikosesha usingizi, ni kwamba yameondolewa katika Kristo Yesu. Haleluya. Sasa unaweza kuishi miaka zaidi ya 70, si ndio? Unaweza kaishi miaka mingi sasa. Ukishakuja nimesamehewa dhambi zangu, sasa nikaishi. Na kama nimeingia katika umilele, so naweza nikakaa maisha mazuri hapa duniani nikitangaza wema wa Bwana. Glory to God. So si jambo la kuondoka saa hii. Haleluya. Kwa sababu kusereka kubwa, lakini ni polepole kwa waamini. Kusereka kubwa, si ndio? Hatukatai, lakini ni polepole. Usije ukuje haraka kwa watu wa Mungu, si ndio? Unakuja polepole. Tuna renew tu maisha yetu polepole, si ndio? Unapika miaka 40 bado uko tu kijana. 40 years young, si ndio? Mimi nataka tu nipike 50 kiwa tu bado hivi. Cheka tu. Nikipika 50 alafu lete kijana wa 30 tuweke pamoja. Unaita yule kijana wa 30 kama ameseka. Haya ndio anakaa kijana. Ukweli, kula vizuri, pika soesi, lala usingizi kama mtoto. Wacha stress. Okay. Stress free, ndio? Taishi tu kama kijana mdogo. Ya Kalonzo ana miaka mingapi? Kalonzo nasikia kamejapa miaka. Lakini wewe ni Kalonzo tu, si ndio? Watu wa Mungu tuishi bana. Ya tukisema hivi, hata tukisikia umekuwa mgonjwa, hatuna wasiwasi angalau. Tunasema umesimamia imani, si ndio? Umesimamia maneno ya uzima. Hata tukija, tunakuja tukijua, hata tukisikia umewekwa kwenye oxygen, tunasema msijali sana, haendi mahali, bado tuko tunaye, si ndio? Hiyo vitu zingine baadaye huwa anapenda kusema vitu kama hizi mnachukulia mzaha. The same kwa watoto wetu, si ndio? Ndio ukiona kitu ina happen kwa mtoto wako, usianze kupika sana hapa hata kama kana wewe kwa usi unasema tulishapitisha kwamba haendi kwa sasa, si ndio? Sisi tulisema hapa kwamba hatutasika watoto wetu, si ndio? Watoto wetu watatusika, lakini katika umri mzuri, si ndio?
So unajua mimi nikishasema hivyo nasema, wewe kama usemi shauri yako. Umeshaijua kanisani mambo yanayosemwa kanisani. Mnajua kanisani roho Mungu yuko. Mnajua hivi? Mnajua malaika wapo. So haya mambo unapoyasema yanakuwa recorded. Haya mambo yanachukuliwa hivyo hivyo kwenye maisha yako. So watu wanasema, alafu wewe unakuwa umefanyaje? Umefunga tu mdomo. Alafu unafikiria ni kwa kuwasa kwako kwamba yanakubaliana kwa mawazo. Kama tumesema tuseme kwa vinywa, kubali sema kwa vinywa, tamka. Maana inakuwa hivyo hivyo kwenye maisha yako pia. Inaandikwa kwenye maisha yako kwamba huyu alisema hivi. So wakati ambapo imeandikwa hapa, mauti kisha kwangu, inakutana na nini hapa? Huyu haendi sahi, si ndio? Huyu kama vile aliamua kwamba vile anavyoishi. Na hivyo ndivyo adui huwa anataka waamini watumie vinywa vyao waongee habari za kushindwa. Adui anataka waamini waongee negative. Hawataki tujifunze kukiri maneno ya uzima, tukiri maneno ya kuishi. Tumesaliwa tuishi, haleluya. Hujasaliwa ufe, umesaliwa uishi. Glory to God. So katika kuishi kwetu tunaweza tukafanya mpango wa Mungu ambao amekusudia katika maisha yetu. Haleluya. So dhamira ya dhambi imeondolewa katika Kristo Yesu. So muamini hana dhamira ya dhambi tena. Muamini hana dhamira ya kuhisi kwamba hana hatia. Wewe hauna mawa, hauna hatia mbele zake. Ya sababu unamkuta mtu kama Petro. Hebu soma Petero wa pili 3:18. Petero wa pili 3:18 inasemaje? Petero wa pili 3:18. Petero wa pili 3:18. 3:18. Anasema anasema lakini kuweni katika neema. Lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu. Na katika kumjua Bwana wetu. Yesu Kristo. Yesu utukufu na yeye sasa na hata milele. Sasa sikia. Uwezi ukakuwa katika neema ya kumjua Kristo kama una dhamira ya dhambi. Uwezi ukakuwa katika neema ya kumjua Bwana Yesu Kristo wakati uko katika dhamira ya dhambi. Kukua katika neema ya Bwana Yesu Kristo ni kwamba dhamira ya dhambi imeondolewa. So uwezi ukakuwa katika neema ya kumjua Kristo kama una dhamira ya dhambi. Hii ndio sababu dhambi haina nguvu kwetu. Tumeifia dhambi. Haina nguvu kwetu. Sasa tunaweza tukakua. So Petro anaongea kwa ujasiri, anaambia kanisa kwamba sasa kwa sababu hamuna dhamira ya dhambi, mnaweza mkakua katika neema ya kumjua Bwana, ya kumjua Yesu ambaye ni Bwana wetu. Haleluya. Kwa sababu hamuna dhamira ya dhambi, mnaweza kukua sasa katika neema ya kumjua. Haleluya. So ili tuweze ili tusiwe kama Waefeso, kwenye Waefeso 4, ili tusiwe kama wale wa kanisa wa Efeso 4, yani ili tusiwe watu wa kuchukuliwa na kila aina ya upepo wa elimu. Ni kwamba ni tuamini na kujifunza kwamba dhamira ya dhambi haipo ndani mwetu. Tusiwe, maana watu wa kuchukuliwa na kila aina ya elimu upepo wa elimu, ni kwa sababu wamekamatwa na kitu kinachoitwa dhamira ya dhambi. Mtu anakuja kanisani anahubiri kuhusu dhambi, halafu anasema uko pale, unahisi kwamba wokovu wako ulipotea, unaweza ukakuja mbele. Kweli unaona watu wananyanyuka, wanasonga mbele, mpaka watoka wa wachungaji wa vijana wale ambao wanahudumu chini ya mchungaji
wanakuja mbele kuombea wokovu. Uko pale unahisi kurenew wokovu wako, mambo yale nimeyataja hapa, unahisi kuna jambo moja mbili alichakaa vizuri, songelea mbele mpendwa. Yesu anaweza akarudi akakukuta nje. Naona vijana jamaa wasuri wamekaa kwa wokovu, unakwanga umewaheshimu, na shangaa kumbe na unajua watu wanafikiria huko ndio kunyenyekea. Ati ndio kunyenyekea. Huko ni kumfanya Yesu kuonekana tuni. Haleluya. Ni kudharau kasi timilifu ya Yesu Kristo. Haleluya. Halafu mnaombea wokovu tena, mnamaliza rudieni nyuma yangu. Mimi ni mwenye dhambi, sijui futa jina langu. Kwani utakuwa unafutiwa jina katika kitabu cha mauti kila Jumapili? Pastor mkubwa kuja kama ameandikwa kutoka kwingine. Naona mpaka pastor wa hiyo kanisa. Yeah. Ndio wakati nilishtuka kuona pastor wa kanisa ilikuwa na shilingi ndani. Hata yeye anakuja. Niliuliza kwani wanakujiunga na hata yeye? Heshima ikapotea. Anaandika bishop. Hata yeye akanyenyekea. So hebu niulize, ni nini ambacho kinafaa kimfanye mtu apoteze usingizi? Likicha swala la muamini, ni nini ambacho kinafaa kikufanye wewe upoteze usingizi? Nani anataka kujaribu? Ni nini kinafaa kikufanye tu kabisa upoteze usingizi? Fikiria. Ni nini kinafaa kikupoteza usingizi? Cha nikwambie. Ni kwa sababu Matthew ametenda dhambi. Au sasa naacha nipeane A na B. 1. A ni kwa sababu Matthew ametenda dhambi. P ni kwa sababu analihudumia kusudi la Mungu. A or B? P. Wakati unaona Matthew anainuka, inafaa kunyima usingizi. Wakati unaona Margaret, wakati unaona Sister Kami anainuka, ikunyime usingizi. Ama unakuwa comfortable. Yaani watu wanainuka, wewe unakula tu sima, umerelax. Sikiza, Morgan akija hapa, huyu wote tutu wenye tuko hapa, Matthew wenye tunasema panga hapa, na kuja seme tuinue mikono katika jina la Bwana. Kwa sababu Bwana siko hapa. Unaona watu wananyanyuka, watu wanainuliwa, watu wanatembelewa, watu wanajaro. Utafili aje? Comfortable. Utafili tuko sawa. Bwana, kile kinafaa kikunyime usingizi ni wakati unaona mtu anainuka na wewe uko pale. Wewe fulani analihudumia kusudi la Bwana, na yani tamani hicho. Hicho ndio nafaa wewe na wewe unakitamani. Haleluya. Na tamani hicho fulani mtu anainuka Sunday nyingine anainuka, alafu uko comfortable. Basi kama hiyo haiwezi kunyima usingizi, kila kinakunyima usingizi ni kwa sababu tu fulani ametenda dhambi. Utakuwa wa ajabu. Unajua kuangalia watu wanatenda dhambi inakunyima usingizi. Ndio unakuwa utawahesabia makosa, utawadharau. Yes. Hautawaona katika Kristo Yesu. Lakini yani wewe tuna akili Matthew, yani utakakaje wakati ambapo unaangalia kwa TV jamaa kasimama, wewe mwenyewe ukaniambia kuna mhubiri, watu kanisa ni kubwa, watu wako huko wanaonea kwa tika, kuna jamaa pale huko nje analala usingizi, alafu kabisa inakufanya unakuwa umerelax. Mtu anakaa kwa shina, kuna mtu wako hapa hapo hivi, halafu inakupa amani, inakukosesha usingizi. Hii ni mafuta aina gani
huu ni upako wa aina gani? Huyu mtu amefanyaje mpaka kafika huko? Huko ndio na mimi nahitaji. Haleluya. Wewe Petro anaambiwa mtume ametembea area, Dorcas amekufa, nendeni mkamuite mtume. Mtume anakuja, anamfua Dorcas, alafu unapaki na usingizi. Unasikia watu wameomba mahali, watu wakatolewa keresani, milango ya keresa ikafunguka, alafu kabisa Mkristo unalala. Hiyo inafaa kujina usingizi. Watu wanakusanyika, wanaomba mahali mpaka milango ya keresa inafunguka. Nahitaji niwe kwenye kundi kama hilo. Haleluya. Glory to God. Sasa utakiwa ni nini kitakunyima usingizi? Anza kutafuta sasa. Yaani kama ibada zote kanisani, yaani tu imesi yote imekuwa ikipita, hakuna, yaani wewe unalanga tu usingizi yako tu poa poa. Unaangalia nini kanisani? Siku nyingine Sister Judy alikuja hapa akaongoza maombi, akakusa moyo wangu, ikaninyima usingizi. Bali kuna siku Sister Judy aliongoza maombi hapa kuliko kawaida. Kuna hata huyu dada huyu ameninyima usingizi, huyu dada huyu. Maana kila anapokuja naona kuna kitu kinaongezeka ndani yake, ambapo mimi sitakubali na mimi nikae hapo hapo katika hiyo level. Kama anasonga level, tusonga sote. Hii ndio inafanya watu wanakaa tu pale pale. Wakati unaona wewe ni mtu mnakaa klasi moja, mtumishi ni mmoja, anainuka, wewe unakaa uinuki. Moka. Hauko serious. Moka ni hujawahi kosa usingizi wakati Samueli anakuja anaongoza maombi ya asubuhi, halafu kuja ukuta anaongoza maombi ya asubuhi, halafu unaenda usingizi. Huko nomo. Nataka kufundisha watu tutoto. Tutuongoza ibada hapa. Halafu uende ulale usingizi. Halafu niambie kama wewe kabisa uko tu nomo. Utakuwa mtu wa ajabu kabisa. Matthew. Halafu unasema unaendanga ibada kila Jumapili. Hata kuna kitu uliona kanisani hata kimoja kilikukosesha usingizi. Baadaye mimi sijawahi kubaliana wakati naona mtu anainuka hati na mimi nimekaa kwenye level ile. Hapana. Tutainuka wote. Natafuta kujua ni nini wewe unafanya kinasababisha uinuke. Kama ni maombi tutapika wote. Na ndio sababu pale tulikuwa na tabia nyingine kangeni, tabia ajabu sana. Mtu ulikuwa ukiona mtu anaomba kitu chenye kilikuwa kinaringa, wewe jamaa anainuka huyo. Wewe jamaa anainuka. Haukuwa unakaa. Anaomba. Yaani vile tunasaingia hapa, uone mtu amekaa kwa kona anaomba. Jamaa anainuka. Anakaa upako tu ukiwa hapa. Na wewe tunalipuka wote. Alafu unaona nini ilikuwa kama anakaa 10 minutes tutamaliza wote. Kama ni 1 hour, hiyo 1 hour tutamaliza. Sitakuacha ati nikuache wewe unaendelea kuomba mimi niende. No, hiyo nayo nilikataa. Extend 2 hours, hizo ndio tutaenda pamoja. Yaani kile unapata pale na mimi nipate pia. Na ndio sababu tukiwa kangeni ulikuwa unanyemelea kisiri unaenda kanisani unapika maombi wakati wengine wanalala. Hiyo tu ndio ilikuwa challenge. Baadaye ile iliniinua sana by the way. Ukweli. Hiyo tu ndio siri. Tumekuja tukakutana tukapika maombi, tukatoka na kurudi nyuma. Sasa kama tulikuwa tumeomba tumefika ile. Sasa nimerudi nyuma. Nafika. So tukija Jumapili, nikipiga mic, nikikoa
hiyo itanikosesha usingizi, na mimi nitafute siri hiyo na mimi nikae hapo na yeye. Haleluya, glory to God. But hiyo si ati mabishano ya ujinga, hiyo ni kutamani kuwa hivyo kama wenzangu, maana tuna roho moja. Haleluya. Mtu anaomba masaa 3 na wewe sio kama unaomba matatu, nitakuwa na chikasa mpaka na mimi soe masaa 3. Alafu nimekwambia tofauti yangu. Unaenda matatu na mimi huwa nashindwa matatu. Nitangangana kwanza tuingie kwa hiyo matatu ni soe pia. Alafu sasa nitakuwa na kupiga 10 ile. Ukipiga matatu na mimi narudi nyuma. Naongeza lingine moja iko ile. Jamaa anainukaje huyo? Usikubali kanisani watu wanainuka na wewe yani kukosesha usingizi. Bali ukiona mtu unakuwa tu uko na amani wakati watu wanainuka, unaelekea kuisha. Ni kuelekea kuisha, hauko sensitive katika ulimwengu wa roho. Ni kuisha, unaisha. Waimbaji wanakuja hapa, nimekuja hapa Matthew you are playing. Nimekuja hapa nikakuta wakiimba hapa na moka jamaa naimba, nikasema aliongeza upako huyu na mimi nitaimba pia. Acha kucheza wewe. Pale aliimba vizuri sana. Alafu ni kama yeye mwenyewe alikuwa anajua, alafu anatekenya kabisa, ananikosesha amani na nimesimama pale. Jamaa ananikosa, alafu alikuwa anataka karibu tu alikuwa anataka kuimba ni wewe Bwana. Nikasema akiimba hiyo halinimaliza sasa. Nikakanyakia kwamba hiyo asimbe na kuimba. Umeimba mbele yako. Kidogo aimbe wewe. Lakini aliimba. Akuimba yote. Wewe ndio uliimba hiyo nini, lakini akapaki kwa ile. Nikakanyaka mko hivi. Asimbe hiyo. Akiimba hiyo ataniumiza. Nakupa siri. Ni nini kinafaa kukosesha usingizi? Ni wakati unaona mtu anainuka na wewe uko tu pale. Usiridhike. Tafuta kujua ni kama mafuta gani amepaka hiyo sauti, na wewe upake sauti pia. Haleluya. Paka sauti. Kwenye kanisa la Bwana tunafaa tufananie kitu kimoja. Haleluya. Kufanania mwenzako haina shida, kwa sababu tunashare one identity katika Kristo. Haleluya. Glory to God. Kufanya kila mwingine anafanya haina shida. Haleluya. Glory to God. Utajikaza. Watoto wameanza kuimba. Wewe uko tu humu ndani ya waimbaji hawa. Halafu kabisa unakaa ngumu sana, unaridhika. Mwaka nini? So ilikuwa siku ya kwanza msamapi walikuwa wametuandika. Naona unajua kufikia ni mzaa. Nikasikia ni wao wa stretch. Nafikiria anataka kutaimba hapo katikati. Nikaona jamaa wanafuruliza. Nikaona baki una wao. Nikaona sema baki usipasta wewe ni mmoja. Sisi tumetoa pala wewe. Bali usiku tunaomba kwa basi. Sasa tukaanza kumwambia baki ukienda huko, nilikuwa namuuliza kila wakati. Huko umesikia kuna mkesha huko, confirm kama kuna mkesha huko. Maana baadaye huko ukienda ni maombi. Sasa ili kukosesha usingizi. Kuna mambo ya kubembeleza na keyboard. Hivyo ndio inafaa ikuwe. Nikaambia Matthew, nikasema Matthew sinagana wewe chati moja. Jamaa na polisi. Hivyo ndio inafaa kukosesha usingizi. Sami, endelea hivyo. Kuna kitu ndani yako. Nilikuwa nikiona kitu ndani yake leo. Kijana. Kitu tu ambacho Samia anafanya hajiamini hata kidogo. Wakati amesimamanga hapa mbele, yeye anafikiria anafanya mzaha. Kuna kitu unapanda ndani yako mwenyewe. Kuna kitu unafanya. Usifikirie hiyo mic tu vile unaishika hapo, usifikirie ni mjeso. Kuna kitu Mungu anataka huko ndani yako.
Na kuna kitu Mungu anainvest. Mungu anahitaji tu huo moyo wa kujitoa. Mungu anahitaji tu uwe available. Mungu anataka tu chombo ambacho kinasema niko tayari kutumika. Haleluya. Anaachilia mafuta humo ndani. Haleluya. Bado kuna kitu ndani ya yule kijana kikubwa sana. Na nimekuwa nikiona hii mtu bila yako hapa akisisitiza kuna kitu Mungu anaachilia ndani yake. Atakuwa akisimama hapa, hautalala usingizi. Ndio utakumbuka kile ninasema. Siku nyingine utafikiria ameshika kipaza sauti kwamba ataanza na maombi vile amezoea. Utasikia hasema Bwana wa majeshi, na ana sauti kubwa sana ya upako kuliko kawaida. Na kama kuna pepo atakuwa mkatikati, hatachomoka mbio sana, atakoa. Unasikia nasema habari za Injili mpaka ujiuliza katoa wapi Injili? Katoa wapi? Ndio utakuja kushangaa kwamba Mungu anaweza andaa mtu pole pole na wewe ujui. Umeshawaijua watumishi wengi wa Mungu. Hakuna mtu alisaliwa akijua atakuwa mtumishi wa Mungu. Wengi vile walichokuta katika hali ya utumishi hawajui. Hata watoto ambao tunawalea, enda waulize kama wanapenda pastor, wanapenda pilot, driver, daktari, engineer. Hakuna hata mmoja utasikia anasema natamani kuwa nabii wa Mungu. No. Enda waulize, siulize watoto. Huyu ako sawa. Lakini unakuda watakuja kujikuta wameshika kipaza sauti wanahubiri bila kujua. Hakuna mtu anaokoka anaingia kanisani anajua kama atakuwa mhubiri. Wewe unajua tu nimekaa kwenye kiti cha mshirika, si ndio? Maji wewe ulijua utakuwa mhubiri. Ile siku ya kwanza nampea microphone kijana mdogo kanasimama, hata kina Mark ende iko kwa YouTube, endeni muangalia tu video twenu na tu sauti. Kwanza kama kasauti kadogo hivi, ende utafuta hiyo kama tu kadogo hivi. Ende utafuta kasauti, usikie kasauti na sauti yake sahi. Mazi yokea kwa kijana kadogo. Hebu tu kwa YouTube wende angalia hizo video, alafu angalia saa hii. Utachukua kweli Mungu. Kwa sababu haukianza wakati tunaongea maneno kwenye maisha yako kwamba utafaulu, uliona kama tunapiga stop. Mwaka ni wacha usingizi. Unakaa kwa uimbaji. Yaani baada kuna watu wako fani. Unapewa kipaza na wewe su imbeko kwa uimbaji. Hapana pea huyu. Mimi pale uwasi sijawahi kuanga na hiyo tabia. Pale mchungaji wangu, wachungaji wenye tulikuwa kanisani, hakuna siku nimeshaiambiwa ni ubiri nikasema mpe mwingine. Hakuna siku. Nilikuanga natembea nikiwa tayari, nina notes za kutosha my friend. Alafu I'm very funny. Nilikuwa na imani na msukuma mtumishi spiritually anipe nafasi kwa wingi. Acha hii mchezo uko naye hapa hii. Wewe kaa. Kwa nini alikuwa akinipa nafasi mara nyingi? Ni kwa sababu nilikuwa na nina shauku ya kutumika, mwenyewe niko tayari. Hata wakati mwingine mimi hata jioni nilikuwa najuanga tu mimi ndio nitahubiri, na si kwamba ameniambia. Alafu naangalia masaa yanaenda, zimebaki hata dakika kama 10 tuanze ibada, hajaniambia. Alafu naangalia, alafu ananiita tunatoka nje. Uko na neno unasahubiri? Sasa fundisha, naambia yes.
Imeshatimia yenye nilikuwa nimefikiria. Wewe sasa unakaa tu, hauna hamu ndani yako, huna shauku, hata uombi. Wakiangalia ni nani atahubiri Jumapili, unachikuta umepaki nyuma. Sukuma hivi vitu katika sukuma. Kuwa na shauku nyingi ya kumtumikia Mungu. Baada bado unaona ukiwa na shauku nyingi. Yaani mchungaji anafikiria, anachikuta tu amekurudisha pale. Unasaruti hapa mara 3 na ajui kama anakurudisha mara 3. Kwa sababu moyo wako una shauku ya kumtumikia Bwana. Haleluya. Lakini unaambiwa mchungaji, hii Sunday sina nafasi. Mpe mwingine. Unapoteza opportunity. Unapoteza nafasi. Kwa nini nakuipia siri kama hizi? Hayo maneno yenye nimesema sasa futa tu yote. Hiyo futa tu kabisa. Acha tufuti hapo nyuma kidogo. Hapo kwa Sami. Turudi kwa Sami, si ndio? Sasa tusiwe kama Waefeso. Waefeso ile wanapegwa na kila aina ya elimu. Sasa Paulo alikuwa anawafundisha kupegwa na kila upepo, kila elimu. Sasa ukiwa na dhamira ya dhambi, kila kitu kikuja kimekupeba. No. So nini kinafaa kupoteza usingizi? Nini kinafaa kutaapishe? Wakati unaona mwingine anaishi mpango wa Mungu, si ndio? So lazima kila mtu awe wa kuishi mpango wa Mungu. Kuishi kusudi la Mungu. So kuishi kusudi la Mungu, Mungu anataka tusiwe selfish. Mungu hataki tuwe wapinafsi, bali tuishi kwa ajili ya wengine. Mungu anataka tuishi kwa ajili ya wengine. Usimu wa milele umeondoa ubinafsi. Umeondoa ubinafsi ndani wetu. So umetuletea kuishi kwa ajili ya watu wengine. Unaishi kwa ajili ya wengine. Unaishi kwa ajili ya watu wengine. Na hii ndio injili, by the way. Kuishi kwa ajili ya wengine, kupenda watu, kuwahubiria, kuwaleta katika mpango wa Mungu. Hebu soma Wafilipi 2:5 mpaka 7. Wafilipi 2 mstari wa 5 mpaka 7. Anasema iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuko namna ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. 7 anasema bali alijifanya kuwa hana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa huo ni unyenyekevu. Imeisha? Yeah. Unaona kuna unyenyekevu katika Kristo. Haleluya. Tuchukue nia hiyo kwa ajili ya watu wengine. Nia ya Kristo ilikuwa ni kwa ajili ya watu. Haleluya. Hebu soma Isaiah, Prophet Isaiah 59:1 mpaka 2. 1-2. Isaiah 58:9. Kwanza mstari wa kwanza. Tazama mkono wa Bwana hukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Pili anasema lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu. Ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone. Dhambi zenu ndio zimeuficha uso wa Bwana msiuone. Hata hataki kusikia.
Anasema mkono wa Bwana. Kwa hiyo namba 1 kuna mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana anaongelea Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Uweza wa Mungu. Uweza wa Mungu haukupunguka usiweze kuokoa. Haleluya. Roho wa Mungu ni kwa ajili ya kuokoa. Uwezo wa Mungu ni kwa ajili ya kuokoa. Huo mkono wa Mungu upo katika, anasemaje? Usoma tena hiyo namba 1. Anasema tazama, mkono wa Bwana haukupunguka. Haukupunguka. Ona, haukupunguka. Mkono wa Bwana haukupunguka. So ukisoma kwa utaratibu pale utaona kwamba huo mkono wa Bwana upo katika wakati uliopita. Haukupunguka. Uko katika wakati uliopita. Mkono wa Bwana haukupunguka. Haukupunguka. Hajasema haujapunguka, haukupunguka. Uko katika wakati uliopita. Iko katika the past. So anaonyesha nini? Mkono wa Bwana umekuwepo. Haleluya. Mkono wa Bwana umekuwepo kwa ajili ya kuokoa. So ukisoma verse 2, huo mstari wa pili. Mstari wa pili, ona, mstari wa kwanza ni mtazamo wa Mungu. Alafu mstari wa pili ni mtazamo wa mwanadamu. Ni mtazamo wa mwanadamu kwa Mungu. Mstari wa pili ni mtazamo wa mwanadamu kwa Mungu, na sio mtazamo wa Mungu kwa mwanadamu. Number 1 ya Isaiah 59 ni mtazamo wa Mungu kwa mwanadamu, alafu verse 2 ni mtazamo wa mwanadamu kuelekea Mungu. Uione hivyo. So Isaiah anachukua mtazamo wa mwanadamu vile anavyomuona Mungu. Isaya anachukua, yani number 2, Isaya anachukua mtazamo wa mwanadamu vile ambavyo mwanadamu anamuona Mungu. Number 1, Isaya anachukua mtazamo wa Mungu kuelekea mwanadamu. Alafu number 2, anachukua mtazamo wa mwanadamu kuelekea Mungu. So number 1 ni vile Mungu anaona kwa mwanadamu, ni mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Number 2 ni mwanadamu respond yake kuelekea Mungu, mtazamo wa mwanadamu kuelekea Mungu. So verse 2, hivyo ndivyo mwanadamu anavyofikiri. Hiyo verse 2, hivyo ndivyo mwanadamu anafikiri, ni mtazamo wa mwanadamu. So verse 1, je, Mungu anaokoa nini? Maana anauliza, je, mkono wa Mungu? Hebu soma verse 1 tena tukimalizia. Anasema tazama, mkono wa Bwana haukupunguka. Haukupunguka hata usiweze kuokoa. Sasa swali linakuwa, je, Mungu anaokoa nini? Mungu anaokoa nini? Mungu anaokoa nini? Mungu anaokoa nini? Soma Psalms 103 verse 14. Psalms 103:14. Ya 103. Mstari wa 14. Anasema kwa maana yeye anatujua umbo letu. Anatujua umbo letu. Na kukumbuka ya kuwa sisi tu mavumbi. So kuna kitu Mungu anatujua, si ndio? Na tulipokuwa tukijifunza tukaona kwamba Mungu anajua kwamba tuko katika hali ya kutokuharibika. Tuko katika hali ya kuharibika. Tuko katika muda. Mwanadamu mwili unarudi mafumbini, manake anaishia. Kumbuka, licha kuwa kuna mwili wa mwanadamu unaenda mafumbini, kuna kufufuliwa katika uzima, si ndio? So Mungu alikusudia kwamba mwanadamu awe katika hali ambayo ataweza kufufuliwa katika uzima. Glory to God. So pasipo uzima wa milele, ukifa hakuna kufufuliwa katika uzima. Glory to God. So
Mungu anatuokoa nini? So anaposema mkono wa Bwana haukupunguka, ili usiweze ni mkono wa Bwana haukupunguka na habari za kuokoa. Maana yake Mungu alikuwa anaokoa nini? Anatuokoa kutoka mafumbini. Glory to God. Mungu anatuokoa kutoka mafumbini. Maana yake anatupa uzima wake wa milele. Glory to God. So Mungu anatujua kwamba mwanadamu alikuwa katika hali ya kupotea. So Mungu anasisitiza kwenye Isaya 1 so Mungu kwenye Isaya 59 mstari wa kwanza, Mungu anasisitiza kuelekea kwetu. Na mwanadamu naye mstari wa pili, mwanadamu anasisitiza kwamba dhambi zake zimemfarakisha na uso wa Mungu. So verse 2, mwanadamu anasisitiza kwamba dhambi zangu zimenifarakisha na Mungu, zimeficha uso wa Mungu asinione. Lakini Mungu naye anasema mkono wake haujapunguka ili usiweze kuokoa. Glory to God. So Mungu anamaanishaje? Mwanadamu asifocus katika dhambi, aangalie katika mkono wa Mungu, aangalie katika uwezo wa Mungu. So mwanadamu asiangalie katika udhaifu, asiangalie katika unyonge, asiangalie katika udhaifu wake, asiangalie katika hali yake ya kupotea, aangalie katika nguvu ya Mungu inaookoa. Glory to God. So Isaya anaongea mambo mazito. So na huo ndio wokovu wetu. Kuokolewa kutoka mafumbini, kuokolewa kutoka upotefuni, kuokolewa kutoka mautini na kuingishwa katika uzima wa milele. Huo ndio wokovu wetu. Kumtoa mwanadamu kuwa mafumbi ili sasa awe katika utukufu. Ngacha mwanadamu amekuwa katika dhamira yeye kuwa na dhambi, kwamba imemfarakisha na Mungu. Ndio unaona mwanadamu siku zote ni dhambi. Lakini Mungu anasemaje? Mkono wake sio mfupi. So Isaya alikuwa anawasahihisha tu kwamba hii dhamira mlio nayo ndiyo imewafarakisha, hamwezi kukubaliana na wokovu wa Bwana. Dhamira yenu ndiyo imewafarakisha na Mungu hata msiweze kuona wokovu wa Mungu. So Isaya alikuwa anawasahihisha watu wakati wake kwamba dhamira zenu ndio zimewafarakisha, dhamira zenu ndio zinaona kwamba Mungu hawezi akawafikia. So mwanadamu siku zote anaona kwamba Mungu yuko mbali. Mwanadamu anaona Mungu yuko mbali. Mwanadamu anaona Mungu hawezi muokoa kwa sababu ya dhambi zake. Na ndio sababu tunahitaji kusunguka kila mahali watu wako katika dhamira ya dhambi, kuona kwamba dhambi zao ni kubwa kuliko uwezo wa Mungu, ili waonyeshe kwamba Mungu ana nguvu na uwezo wa kuwaondoa katika dhambi zao. Glory to God. Hallelujah. So hizo dhamira za dhambi ndio zilikuwa zinaua watu kutoka wakati ule, zinaumiza watu. So mwanadamu amefanyaje? Amejielekeza katika maovu yake. Lakini Isaya anasema mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa. So inaonyesha hata wakati wa Isaya watu walikuwa wanaongelea kuhusu dhambi, dhamira ya dhambi. Wanahisi, wanafeel guilty, hatia. Wanaona kwamba Mungu ako mbali. Kwa sababu unaona Biblia inasema kwamba Mungu hayuko mbali na sisi bila tunavyofikiri. Mungu yuko karibu sana. So hebu tumalizie na Isaya 59 mstari wa 3. Tumalizie na hiyo, alafu tutaendelea. Somo ni ndefu, hatumalizi leo. Tutakuwa tukiendelea kidogo kidogo mpaka tuone kila Mungu alikusudia. Isaya 59:3. Mstari wa 3. Kwa maana mikono yenu imejaa unajisi. Mikono yenu imefanyaje? Imejaa unajisi kwa damu. Na vidole vyenu vimejaa unajisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo. Unaona? Midomo yenu imenena uongo. Imenenaje uongo? Endelea. Ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Ndimi zenu zimenong'ona ubaya, si ndio? Yes. Umemaliza? Isaya 59:3. Isaya anawaambia maneno mlioyasema mstari wa 2. Kumbuka mstari wa 2 kuna maneno wamesema. So mstari wa 3 Isaya anawaambia maneno mlioyasema mstari wa 2 ni uongo, ni ubaya kuhusu Mungu.
verse 3, Isaya anawaambia watu hao kwamba maneno mlioyasema verse 2, 1 ni uongo, 3 ni ubaya kuhusu Mungu. Hebu soma namba 2. Mstari wa 2. Anasema lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zinauficha uso wake msiuone. So ni nani wanasema? Maana si Mungu anasema kwamba dhambi zao zimeficha uso wao. Hao ndio wanasema kwamba dhambi zao zimewazuia wao kuonana na Mungu wao. Ndio wananong'ona ubaya. Wanasema uongo kuelekea Mungu. Maana ona, ukisema Matthew dhambi zako zimeuficha uso wa Bwana asikuone. Je, ni kweli? Wakati Adamu alitenda dhambi, Mungu hakumuona? Wakati Mungu anamuuliza, je, Adamu umejificha wapi? Nini? Walikuwa wamejificha, sijui ina kitu kama hiyo. So inamaanisha mwanadamu anaweza jificha Mungu asimuone. So sio Mungu anayesema kwamba dhambi zenu zimefanya msinione. Hao ndio wanakiri kwamba dhambi zetu zimetufarakisha sisi na Mungu, zimemtenga Mungu na sisi, zimemfanya Mungu asitufikie, zimefanya Mungu asituokoe. Lakini Mungu anasema mkono wangu si mfupi hata usiweze kuokoa. Wacheneni na dhamiri yenu ya dhambi. Haleluya. Uwezo wangu ni zaidi ya nini? Ya dhambi. Injili ni zaidi ya dhambi. Haleluya. So Mungu anataka, kulingana na Isaya anaonyesha kwamba Mungu anataka kuonyesha wana wa Israeli kwamba mkono wake si mfupi, hana nguvu za kutosha kuwaokoa wao kutoka katika minyororo ya dhambi, ili waelekee katika mpango wa Mungu, ili warudi na kuangalia mtazamo wa kila ambacho Mungu alikuwa amekusudia katika maisha yao. Haleluya. Mungu alikusudia kwamba Israeli iwe taifa takatifu, taifa ambalo kwanza lipokee mpango wa Mungu, kama vile Ibrahim alipokea mpango wa Mungu. Baada ya kukaribishwa akakubali, akaamini, ili sasa na yeye awe baraka kwa wengine. So the same Mungu alikusudia wana wa Yakobo, Israeli, waamini katika mpango wake, ili sasa wapokee kile Mungu amekusudia, ili na wao wafanyike msaada kwa mataifa mengine. Haleluya. Lakini hao walipaji kusemaje? Mkono wa Bwana ni mfupi kutuokoa kwa sababu ya dhambi zetu. Haleluya. Lakini Mungu anaonyesha dhambi zenu si kitu. Mimi ninawaona, mimi nina uwezo. Aminini katika mpango wangu. Glory to God. Ndio sababu Yesu anapokuja anaongelea kwa habari ya uzima wa milele. Haleluya. Kwamba watu wanaangalia yeye. Yeye ndiye nuru, yeye ndiye huo uzima, yeye ndiye kila ambacho, yeye ndiye yule ambaye Musa alikuwa ametabiri, yeye ndiye yule ambaye manabii waliongea kumuhusu. Haleluya. Wamwamini yeye, wasiangalie. Ndio sababu Yesu anakaa na wenye dhambi na hakuwahukumu. Haleluya. Si alikaa na wao. Yule mama ambaye amefumaniwa akifanya ukahaba, yule akaletwa kwa Yesu. Yesu hakumhukumu, alimuonyesha kwamba dhambi yako si kitu, dhambi zako si kitu. Akawauliza, nani hana dhambi? Basi hao wa kwanza kumpiga mawe, wakaona hata hao wana dhambi. Lakini hao waliona kwamba Yesu hana msaada wao. Lakini huyu mwanamke alibaki pale na Yesu ili apokee msaada. Haleluya. So hata wakati ule watu ambao walikuwepo karibu na Yesu hawakuona kama Yesu anaweza kusamehe dhambi zao. Walipaki kuona kwamba dhambi zao ni zaidi ya Yesu. Haleluya. Wana dhambi zina nguvu, matendo yao yana nguvu kumuliko Yesu Kristo. Wakaona Yesu hana uwezo, wakaona Yesu hana nguvu, wakabaki hivyo hivyo. Haleluya. Lakini waliomwamini waliokolewa. Haleluya. Waliomwamini Biblia inasema kwamba waliomwamini walipewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Maana walipewa privilege kwamba Yesu atakapofufuka na wao pia watahesabiwa haki kama vile walivyokuwa wamemwamini kabla ya kufa kwake. Haleluya. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So wanadamu wasifocus kwa dhambi, to focus katika mpango wa Mungu. Haleluya. Glory to God. Glory to God. Ni nini kinamkosesha mtu usingizi? Ni kuona wakati mtu anaishi mpango
mpango wa Mungu, kusudi la Mungu. Haleluya, glory to God. Tutainuka kwa jina la Yesu, ndio tutainuka. Bwana anatuinua. Haleluya, Bwana. Unajua kuinuliwa na Mungu, hauinuliwa Mungu tu hivi. Yaani mtu anafikiria ati Mungu anakuchukua tu alafu anakuinua hivi hivi. Kuinuliwa na Mungu lazima uwe umekubaliana na mpango wake. Haleluya. Basi ingekuwa hivyo, Mungu amekuwa anachukua tu na kuinua na kuinua. Mungu anataka, je, uko available? Je, unaweza patikana? Je, unaweza kubaliana na mpango wangu? Je, unaweza kuwa tayari ili nikutumie? Unaweza kuwa tayari kufanya kazi pamoja nami? Hivyo ndio Mungu anataka. Sema niko tayari kutumika kwa ajili ya Bwana. Niko tayari kufanya kazi pamoja na yeye. Niko tayari kuhudumu pamoja naye. Niko tayari kufanyika chombo cha utukufu wake. Glory to God. Hallelujah. Tusimame kwa miguu yetu. Bwana ni mwema siku zote. Mungu ni mwaminifu. Hallelujah. Usione watu wanainuka alafu umekaa tu umetulia. Tunainuka pamoja. Hallelujah. So ni kama kuona watu wananena kwa lugha, halafu unaangalia wengine vile wananena. Wakati wa Pentecost watu wakufanyia, si ndio? Yeah. Wakati wa Pentecost usifikirie kwamba ati tu watu walianza ona ati tuko hapa Manzi. Sasa ona ghafla. Lazima kila mahali kuna kuanga na uongozi, si ndio? Kuna kuwa na uongozi jamii. Lazima kuna kitu kitaflow kutokea mahali kikiflow kwa wengine. Haleluya. Lazima kuna mtu katikati yao walikuwa na kiongozi wao. Lazima kuna yule ambaye alikuwa anawafundisha. Lazima kuna yule ambaye alikuwa anajitiisha kwake. Haleluya. Lazima kuna mtu katika hiyo hali kuna uwezekano kanafundisha, katika kufundisha lako akacharo akaanza kunena kwa lugha. Wakati anaenda kwa lugha mwingine akaangalia na unaona, wakati unaona mtu anacheka katika roho na uwezi ngojea, si ndio? Hao unakaa tu kwa observe watu vile wanafanya, utapaki hivyo hivyo jamani. Ukiona watu wanaenda kwa lugha na wewe unanena kwa lugha na wao, si ndio? Sababu kulikuwa hivyo, kukachaa nyumba yote. Kukanyaa nyumba yote. Kama mtu amelipuka pale, anacheka kwa roho. Mwingine hicho kitu kinamwambukiza, kinashuka kwake, anacheka kwa roho. Mwingine analipuka pale, mwingine anaruka pale. Mwingine ndio mwingine ndio inaambukizana. Mambo ya roho ni kuambukizana. Haleluya. Mpaka nyumba yote ikajaa utukufu wa Mungu. Nyumba yote ikajaa. Ndio sababu wale ambao walikuwa spectator, wanaangalia kama wamepotea. Kuna kaje huko? Kuna kaje huko? Kwa sababu hawajui hata nini inaendelea. Usikue kama watu wasioamini. Wewe ni muamini. Haleluya. Wakati tushangilie katika, unashangilia pamoja na waamini wenzako. Haleluya. Wakati tuombe, tunaomba pamoja na waamini wenzetu, si ndio? Tukae tunaketi, si ndio? Tusao tunasimama, si ndio? Glory to God. Hiyo ndio mambo ya roho inakobarate. Inaambukizana. Inaambukizana. Kama mtu anafanya kitu na tamani kwamba na mimi Mungu anijalie hiyo neema. Jalia neema hiyo. Bwana na mimi nifanye pia. Haleluya. Amen. Glory to God. Haleluya. Taka tuombe. Katuombe. Tuone Mungu anafanya nini katika maisha yetu. Mungu amekusudia mambo makubwa. Usichoke kumtumikia Bwana. Haleluya. Amen. Tulisema kwamba kwa mtu wa kuomba, omba kwa bidii, omba bila kuchoka, omba bila kukoma. Tumefundishwa hapa na Matthew, omba bila kukata tamaa. Kila chochote kinachotokea ili ukate tamaa, uache maombi. Sema siaji maombi, nitaomba mpaka dakika ya mwisho. Haleluya. Nitaomba mpaka nione makusudi ya Mungu yamefanyika kwenye maisha yangu. Haleluya. Nitaomba mpaka nione mkono wa Bwana ukifanya kazi katika maisha yetu. Haleluya. Glory to God. Mungu ni mwaminifu siku zote. Bwana anatuwasia mema. Bwana anatuwasia mema. Thank you Jesus.
Asante Bwana, asante Yesu. Thank you Jesus.